Awamu hii Zuchu ameamua kuacha kuwa mnyonge kabisa. Zari ameweza kuingia kwenye 18 za Zuchu, ijapokuwa hakuna alichokuwa amekifanya, lakini makosa yake ni machache tu ambayo hata hayakuwa yanamhusisha Zuchu, yamepelekea sasa Zuchu kuweza kumtukana, tuseme hivyo, kwa sababu haya maneno ambayo nitakwambia hapa ambayo Zuchu ameweza kuyatamka ni dhahiri, hata mwenyewe ungeambiwa lazima ungesema kwamba huyo mtu ameweza kukutukana. So Zuchu ameamua kumfungukia tu Zari na kumwambia ukweli juu ya kile ambacho yeye anaamini kabisa kwamba Zari itabidi ajirekebishe, na kwenye hilo ambalo ameweza kumchana Zari, ambalo naweza kusema ni matusi, ameweza kumtaja Diamond kwenye hilo sakata pia. Yote kote nitakwambia hapa kiufupi kabisa uweze kuelewa, lakini kabla sijakupa hii update hapa kwa haraka haraka, naomba nikukumbushe mdau wangu, hapo chini ya hii video kuna neno limeandikwa subscribe, ufanya tu kulibonyeza mara moja tu. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kunipa maoni yako kutokana na kile ambacho utakuwa umeweza kukitazama na kukisikiliza katika hii video hapa. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe, channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba updates zote kuhusiana na trending issues na nakuletea hapa on time kabisa. Sasa kama ambavyo tunafahamu, recently kulikuwa hakuna tetesi zozote za ugomvi kati ya Zuchu pamoja na Zari. And of course kila mmoja alikuwa na business zake. Sasa kama ambavyo tunafahamu, Zari mara nyingi amekuwa akionekana akibang na mtoto wake, akila bati na vitu kama hivyo. Kupitia ukurasa wake wa Snapchat juzi kati hapa, Zari aliweza kuandika kwamba moja ya kitu ambacho ameweza kumpendea mume wake Shahibu ni kutokana na ulijali wake. Watu waliweza kumwataki na kusema kwamba haoni kama vile amemuoa mtoto, yani mwanaume ambaye hawaendani kabisa, kwa sababu ile Shahibu bado ni mdogo na vitu kama hivyo. Hilo ni moja sakata ambayo anajaribu kulilinki na hiki ambacho ameweza kusema Zuchu. Lakini pia kitu kingine ni kwamba kuna kauli zile tatatata ambazo Zari alikuwa akiziandika pale Snapchat kuhusiana na mtoto wake kwa maana ya Tifa, kiasi kwamba ni kauli za kikubwa, wengi wakawa wanamwataki na kusema kwamba anataka kumharibu mtoto mapema. Sasa Zuchu bwana, kwenye hilo alivyokuja kuulizwa kwamba anaonaje kuhusiana na malezi ya mtoto wa Zari, watoto wake especially Tifa ambaye sasa hivi tunaona umri wake umekuwa unazidi kukua zaidi, Zuchu akasema kwamba kiukweli ana wasiwasi sana na Zari, na yeye anadhani kwamba Zari anaweza kaa ni kama vile malaya tu, kwa sababu namna ambavyo amekuwa akimtreat mtoto wake ni dhahiri kabisa kwamba anamwandalia mazingira mabaya zaidi mtoto wake. Lakini kingine akasema kwamba kama Zari asingekuwa malaya, basi asingeweza kuachana na Diamond Platnumz, alafu mwisho wa siku anaenda kumchukua mtoto mdogo eti kwa kigezo cha kwamba ulijali. Yani ameenda kuanzisha mahusiano na Shahibu na anamng'ang'ania, anashindwa kumwacha eti kwa kigezo cha kwamba ulijali, wakati yeye ni mtu mzima kabisa ambaye anajitambua na ilibidi aone aibu kwa kwenye mahusiano na Shahibu. Lakini Zuchu pia akasema kwamba Zari ajaribu kuiga mfano wake, kwamba amekuja na Diamond Platnumz kwenye mahusiano na alianza naye pia, na hakuna skendo yote ya kwamba Zuchu amechepuka na nini, ametulia na Diamond Platnumz mpaka leo. Hii inamaanisha kwamba yeye ni moja ya mfano wa kuigwa, kwamba ni miongoni mwa wanawake wachache sana ambao wanaweza kastiki na mwanaume mmoja kwa muda mrefu na kuvumilia shida za kwenye ndoa, tofauti na Zari ambaye yeye ameona sio mtu wa kutulia sana, ndio maana alishindwa kutulia na Diamond, mwanaume ambaye anajua kweli kupenda. Sasa reaction ya Zari imekuwa ni mbaya sana. Ameandika kupitia ukurasa wake wa Snapchat pale na kusema kwamba yeye haoni kama ni wakati sahihi wa kuweza kubishana na mtu, nikitegemea huu ni mwezi mtukufu, ni mwezi wa Kwaresma. Kwa hiyo anasema kwamba anaacha tu yapite, pengine ataona huko mbele itakuja kwaje. Lakini alikuwa anaonekana ni mtu mwenye huzuni sana, alikuwa anaonekana mtu mwenye majonzi sana na kuonekana kujutia, lakini hajaandika matusi ya pengine kureply, kureact na vitu kama hivyo. Pengine kuna kitu ambacho Zari ameweza kukinyamazia. Lakini kwa upande wako, comment yako ni ipi kuhusiana na hii kauli? Unadhani ni tusi kweli au Zuchu ameweza kuongea tu fact ambazo bila shaka Zari zilikuwa zinamhusu kiuhakika kabisa? Tuambie kwenye sehemu ya comment, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates katika video zijazo.